Sehemu ya 3 inaendelea. Mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph, mwalimu namba 1. Tunafeli kwenye maandiko. Kwa sababu matumizi ya maandiko yanapelekwa sehemu ambako hayahusiki kupelekwa. Yanapelekwa sehemu ambako yanaelekezwa sehemu ambako yatakiwa yaelekee huko. Tuendelee. Mstari wa 10 nasema, hamsadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno ni yasemayo mimi, siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba kaaye ndani yangu uzifanya kazi zake. Kwa Baba alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Ule mwili wa binadamu, Yesu ndo Mungu ndo alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo watu walikuwa wakimtazama Yesu wanajua tu ni mwanadamu. Kumbe ile roho iliyo ndani mwake ndiyo roho ya Roho Mtakatifu. Ndiye roho ya Baba. Ili andiko kwamba Yesu ndiye roho wa Mungu, nataka nikuonyeshe hadi kwenye msafu leo nitakuonyesha. Uijue kwamba Yesu ndiye roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Haya, ukija hapa kwenye 13 inasema, hii Yohana 10:13 inasema, ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo kwa jina langu nitalifanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Sasa mbona watu hawaombi kwa jina la Yesu kama ni Wakristo kweli? Watu kwa nini hawaombi kwa jina la Yesu Kristo kama kweli ni Wakristo? Maana Yesu anasema mkiomba lolote kwa jina langu nitafanya. Leo watu wanasema, Baba kwa jina la Yesu. Mbona sio maagizo uliopewa hayo ya uombe hivyo? Jamani, wachungaji wanakuwa wanatupeleka wapi? Mbona maandiko hayasemi hivyo? Hapa naendelea kusema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hizi amri ndio wale wa Sabato wanazichanganya kwa hizo amri, wanazipeleka kwenye amri zao zile kule, wakati kitu vile tofauti. Alisema amri yangu ni hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi, na watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Leo watu wanapendana kweli kama hivi Yesu alivyosema? Yesu anasema kwenye mstari wa 27, amani niwaachieni, amani yangu nawapa. Niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu wapavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia kwamba mimi niliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngenipenda mngelifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa ule mwili alikuwa ameuvaa Yesu ambao ni mdogo, inabidi uvae ubaba sasa ili awe au kwenye utukufu. Maana pale kwa yuko kwenye utukufu wake, inatakiwa uvae ubaba sasa ili awe kwenye utukufu wake. Maana kwenye cheo ukimwona rais akiwa nyumbani ni mama tu, hana cheo chochote, hawezi kuangusha kwamba ufanya hivi fanya hivi, hakuna. Lakini akishakuwa kwenye cheo chake pale Ikulu, mama akishakuwa kwenye cheo chake pale Ikulu, familia ikienda pale inatakiwa iende kwa adabu, kwa sababu anaongoza maelfu ya watu kama Kristo anavyoongoza ulimwengu mzima wa wanadamu wote duniani. Ukienda pale kwa mama inabidi uwe na adabu na heshima, kwa sababu anaongoza watu. Na Yesu Kristo anapovua ubaba sasa, anapoenda mbinguni akavua ule mwana ambao ni udogo, ndio anapozidi kuwa nini? Kuwa na nguvu. Ambako baada ya kuondoka akamwambia, kwa jina langu hili mtamshinda shetani. Na kweli watu walimshinda shetani. Anaendelea. Na sasa nimewaambia kabla haijatokea, kusudi itakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Kwa huyo mkuu wa ulimwengu, yeye atauchukua ulimwengu, atauaminisha kwa maneno yake na imani zake. Watu watamwacha Yesu Kristo wa kweli. Watu watamwacha Yesu Kristo wa kweli. Na ndio maana hapa kwenye 15 anasema, mimi ni mzabibu. 15:1, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa haya mataifa yote yenye vita, haya mataifa yote yanayogombana, hawa watu wote wanaotenda dhambi, hawana Kristo ndani yao, hawana Kristo ndani yao. Na ndio maana kila wanalolifanya ni batili. Na ndio maana hawezi kufanya neno lolote isipokuwa tu roho alionayo ni ile roho ya kishetani ambayo inawaza uasi, mauaji na vitu vingine.
Yesu anaendelea anasema katika mstari wa 6, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Kwa usipokaa ndani ya Yesu unatolewa, wewe ni kitu kichafu tu. Ni wangapi leo ambao hawamwamini Yesu Kristo kama ni Bwana, kama ni Mungu, kama ni Mwokozi, kama ni Baba? Ni wangapi leo hawamwamini? Sehemu nyingi kwenye Biblia ukisoma Yesu anasema Baba, mimi, anatofautisha katika maandiko. Anatofautisha katika maandiko ila watu hawaelewi. Ninyi, mstari wa 7 unasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Yesu akikaa ndani yako na maneno yake yakikaa ndani yako, omba lolote utakalo nao utatendewa. Je, wachungaji ndivyo wanavyofundisha waumini wao? Maaskofu ndivyo wanavyofundisha wachungaji wao na wainjilisti wao wanaowatuma kwenda kufundisha watu? Mwisho wa siku tunaona kwamba wanawaandikia mapokeo yao ambao ni kinyume cha Biblia, wanaandikia makaratasi, wanatengeneza, wanachapisha vitabu vyao, wanawapa wale watu wakawafundisha waumini, wanakuwa mungu watu. Kwa nini msiwafundisha haya maneno wakaenda kuwafundisha watu kwamba inatakiwa muamini Yesu na mkae ndani ya Yesu na muombe kwa jina la Yesu ili mahitaji yenu yaweze kujibiwa, ili taraja lenu na furaha yenu muweze kuipata inavyohitajika? Mbona hawafundishi hivyo? Kwa hiyo tunapokuwa tunasema kwamba watu ni wapinga Kristo, watu wanakuwa wanaona sisi ni kama vile mimi ni muongo sijui. Hebu angalia vitu kama hivi. Hapa kabisa Yesu anasema, hapa kabisa anasema waziwazi jamani. Anawaambia wanafunzi wake, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Lolote yakikaa ndani yangu, ombeni mtakalo lolote nanyi. Leo wachungaji wanawafundisha watu waombe kwa jina la Yesu. Leo wachungaji wanawafundisha watu wasali kwa jina la Yesu, kila kitu wafanye kwa utukufu wa Yesu. Hizi ni injili 4. Injili 4 ni ngumu jamani. Injili 4 ni ngumu. Tuangalie sehemu ya 4.